Mkuu wa wilaya ya Ubungo Mheshimiwa Albert Msando ametangaza neema na fursa lukuki kwa wafanyabiashara wadogo wanaofanya shughuli zao pembezoni mwa barabara za TANROADS na TARURA wilayani humo kwa kuandaa utaratibu wa kuwawekea mazingira bora ya kufanyia biashara zao ili kuepukana na adha wanazopitia, ikiwa ni pamoja na kulipa fedha za ushuru kwa watu binafsi bila utaratibu maalum. Mheshimiwa Msando amesema hayo wakati akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, ambapo amesema kuwa halmashauri hiyo imelenga kutoa bajaji na bodaboda takriban 5,000 zitakazotolewa na halmashauri hiyo kwa mkopo wenye masharti nafuu kwa madereva hao, sanjari na eneo la bodaboda la Mbezi Luis kufanyiwa maboresho. Pamoja na hilo, mkuu huyo wa wilaya amesitisha uwepo wa vituo bubu vya mabasi eneo la Mbezi Magari Saba na kwa Yusufu. Badala yake mabasi yote yatumie kituo cha mabasi cha Magufuli, na ametoa muda wa siku 3 kwa utekelezaji huo kufanyika, ikiwa ni katika mkakati wa kuongeza mapato ya halmashauri na kuimarisha usalama. TANROADS, TARURA, halmashauri pamoja na taasisi nyingine za serikali waende wakatambue waliopo ndani ya maeneo ya barabara, watambue kiasi kinachotakiwa kulipwa, na watu hao waanze kulipa serikalini na sio kwa watu wachache ambao wamegeuza hiyo ni miradi yao binafsi. Katika hili nataka nieleweke vizuri. Wako mabingwa wa kupotosha au kutoa taarifa tofauti kwamba sasa wafanyabiashara wanaenda kuonewa, kuchangishwa fedha. Hapana. Hali iliyoko katika wilaya ya Ubungo, wafanyabiashara wanalipishwa fedha na watu wachache na fedha hizo hazifiki serikalini. Kwa sio kwamba wafanyabiashara wanaenda kuongezewa mzigo. Hapana. Badala yake tunaenda kuwapunguzia mzigo wa kulipa kiasi ambacho hakifiki serikalini na kila mtu anajiamulia. Yapo maeneo watu wanawalipisha wafanyabiashara shilingi 1,500,000, 200,000, shilingi 500,000, wakati serikalini hakuna kiasi kinachoenda. Jambo la mwisho tulilokubaliana na nililolielekeza ni kuhusu mikopo kwa madereva bodaboda na bajaji ndani ya wilaya ya Ubungo na wale waendesha maguta. Nimepokea taarifa kutoka kwa halmashauri. Wapo watu ambao walikopeshwa fedha za halmashauri zile 10% kwa ajili ya bodaboda na bajaji, hawajarejesha fedha hizo. Nimeagiza zikusanywe, lakini zitarudi kwenye vituo hivyo hivyo au maeneo hayo hayo ambayo walikopeshwa. Kwa niwaombe madereva bodaboda wote na bajaji na maguta wafike ofisi za halmashauri kwa ajili ya kupata mwongozo wa utekelezaji wa jambo hili. Maana yangu hapa ni nini? Ni kwamba tunaenda kuhakikisha kwamba madereva wa bodaboda ndani ya wilaya ya Ubungo, madereva bajaji na madereva wa guta wanaondokana na mifumo ya kinyonyaji. Wilaya ya Ubungo ina stendi maalum ambayo ni stendi ya Magufuli. Mabasi yote kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu yanapaswa kutumia stendi ya Magufuli. Jambo hili limekuwa likijirudia na maelekezo yakijirudia bila utekelezaji. Badala yake ukiangalia barabara ya Morogoro Road utaona kuna stendi ambazo zimeibuka na biashara kufanyika katika maeneo hayo, wakati eneo mahususi kwa ajili ya stendi na biashara lipo pale Magufuli stendi. Kwa nitoe agizo pale Magari Saba, pale kwa Yusufu Mbezi wanapoita kwa Yusufu, na maeneo mengineyo ambayo yanatumika kama stendi kupakilia abiria na mizigo, ninawapa siku 3. Maana yake ni kwamba Jumatatu kuanzia saa 12 asubuhi, jeshi la polisi, LATRA, TANROADS na taasisi nyingine zinazohusika waende wakachukue hatua za kuwaondoa watu wote ambao wanageuza maeneo hayo kuwa stendi zisizo rasmi, na badala yake stendi ya Magufuli na stendi nyingine ambazo ni rasmi ndizo zitumike. Jambo hili la stendi bubu ninalisisitiza kwa sababu wapo watu wanaingia nchini na kuondoka nchini kinyemela bila kufuata utaratibu kwa kutumia hizi stendi bubu.
zipo biashara halali na zisizo halali zinafanyika kupitia kwenye stendi bubu. Kwa katika kukomesha hili, ni lazima kila mmoja arudi kwenye eneo lililotengwa mahususi kwa ajili ya stendi. Tutafanya operation maalum kuanzia Jumatatu ijayo ya kuhakikisha kwamba stendi bubu zote ndani ya wilaya ya Ubungo, haswa barabara ya Morogoro, zinaondoka. Wale ambao wamefanya maendelezo, kuna watu wameshajenga mabanda pale kwa Yusufu na pia magari saba, warudi stendi ya Magufuli au warudi kwenye stendi maalum zilizotengwa kwa ajili ya upakiaji wa abiria na mizigo na kufanya biashara. Hili linaenda kusimamiwa kuanzia Jumatatu. Kwa nimetoa muda wa kutosha kabisa kuanzia leo, na taarifa hii wafikie wafanyabiashara katika maeneo hayo ili wajipange na kuondoa biashara holela katika maeneo ya stendi ya barabara ya Morogoro na kurudi kwenye maeneo ambayo yametengwa maalum. Stendi ya Magufuli ina floor nzima iko tupu, ina underground floors 2 ziko tupu. Bilioni 59 ya serikali imelala pale, alafu mtu anatoka anaenda kuanzisha stendi nje ya stendi ya Magufuli kwa sababu tu amejiamulia jambo lake mwenyewe. Jambo hili liende likafanyiwe kazi na taarifa hii iwafikie wote ambao wako katika maeneo haya.